aina ya mpira wa Romain Folz ambao huwa anacheza ulikutana na Romain mwenyewe sasa. Kwamba aina yake kakutana na Mbeya City ambao wenyewe wanacheza vile vile. Yaani kakutana sasa na wenyewe. Yaani aina ya mpira ambao huwa anaucheza alikutana nao wenyewe sasa live waliona wenyewe. Kwa sababu ile picha ambayo huwa anaicheza sio ya aina ya ule mpira. Sasa ule mpira alitakiwa kuucheza kwenye ile pichi, alikutana nao wenyewe sasa. Unajua kwenye uwanja mkavu, always kweli mpira huwa hautelezi kwenye uwanja mkavu. Kwenye uwanja mkavu pia huwa wachezaji wanachoka haraka. Yaani kuna kama collision fulani huwa inakuepo kati ya ardhi na nyinyi. Kwenye vile viatu vya mpira, watu wa mpira wanaocheza mpira wanaweza kuwa wananielewa. Ukiwa unacheza kwenye pitch ambayo ina nyasi laini, viatu huwa kama kuna nesa fulani, yani kama unakuwa kama kwenye godoro. Utumii nguvu ukaja. Utumii nguvu. Lakini ukiwa kwenye uwanja mkavu, viatu kuna ukavu fulani unakutana nao kati yako wewe kwenye ule unyayo wa mguu na ile surface ya pitch. Kwa hiyo ukiwa unacheza unakuwa unashindana na uwanja. Wewe ukiwa unacheza, ukitaka kupiga chenga, ukitaka kufanya nini, unashindana na uwanja. Unakuwa hata kusimama unasimama kwa step. Lazima ukiwa unaangalia wachezaji Peter wakiwa wanasimama kwenye vile viwanja vikavu, utaona mchezaji ni kama ameegemea mguu. Yaani amesimama kama kuna kuegemea mguu fulani. Kuna namna fulani unakuwa haupo comfortable. Lakini hiyo ni situation ambayo ipo Tanzania. Hiyo ni situation ambayo meneja wa Yanga jana Walter Harrison alizungumza juzi kwamba tunakwenda kucheza kwenye uwanja mgumu. Sio uwanja mgumu kwa maana ya matokeo, uwanja mkavu ambao wao walikuwa wanajua nini ambacho tunatakiwa kukifanya kwenye uwanja mkavu. Nikurudishe nyuma Peter. Ukifuatilia ligi ya Tanzania, Simba, Yanga na Azam. Alafu njoo unipe timu za Coastal, njoo unipe JKT, njoo unipe sijui Pamba, wa timu gani ambazo zinaongoza kushinda away? Bado ni Simba kwa misimu miwili ndo anaongoza, anafuata Yanga, kisha anafuata Azam. Umeona? Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hawa watu wa Simba na Yanga na Azam wanapata alama nyingi mkoani. Na hata ukirejea records hivi karibuni, mechi labda tuchukue mechi yenye magoli mengi, labda Coastal na Simba. Simba amemfunga sana Coastal mechi nyingi, magoli mengi akiwa away. Ile 3-0 ya ya Mkwala. Amefunga akiwa away hiyo. Lakini Taifa amehangaika. Mechi nyepesi zaidi ni mechi ya Mashujaa na Young Africans. Mashujaa walivyocheza na Young Africans ugenini Kigoma, Yanga alifunga goli nyingi kuliko walivyocheza uwanja wa Taifa.